Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia na kutuwezesha kuendelea kuwepo humu. Lakini kipekee, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa hotuba yake nzuri, lakini kwa kazi kubwa na nzuri inayofanyika kwenye sekta anayosimamia kwenye Wizara ya Uchukuzi. Mheshimiwa Waziri, wewe na naibu wako mnafanya kazi nzuri pamoja na watendaji kule wizarani. Tunawapongezeni sana, tunaendelea kuwatakia kila laheri. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mchango kwenye maeneo machache. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Rais alipokuwa kwenye ziara kwenye mkoa wa Tanga tarehe 24 ya Februari alipokuwa Korogwe, tulimuomba kwamba tunaomba serikali itukumbuke kwenye ujenzi wa reli ya kisasa kwa upande wa kaskazini, lakini tuliomba sisi watu wa Korogwe, kwa namna jiografia ya Korogwe jinsi ilivyo, tunafaa kuwa na logistic center ya uhakika kwenye eneo lile kwa ajili ya kukuza biashara kwenye maeneo yale. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, maombi hayo tulipa Mheshimiwa Rais, muendelee kuyafanyia kazi. Jambo la pili na la mwisho nataka kuchangia Mheshimiwa Mwenyekiti ni kuhusu bandari. Kwenye bandari na maeneo machache. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Rais akiwa Tanga aliahidi kwamba barabara ya kutoka Handeni kwenda Kibirashi itakwenda kujengwa kwa ushirikiano kati ya bandari na wenzetu wa TANROADS, wakae waone namna ya kujenga barabara hii ili iweze kusaidia bandari ya Tanga iweze kufanya kazi vizuri. Tunaiomba bandari na TANROADS mkae pamoja, timizeni ahadi aliyoitoa Mheshimiwa Rais. Jambo la pili, kwenye upande wa bandari, Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee ukichukua takwimu za mafanikio na ufanisi wa bandari yetu kwa sasa, hasa bandari ya Dar es Salaam, tuna kila sababu ya kukiri kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan hakika ni mzalendo namba moja wa nchi yetu, lakini ni kiongozi mwenye maono makubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa mchakato wa uwekezaji kwenye bandari kulikuwa na maneno mengi, mengine ya hovyo, mengine ya kusadikika, mengine ya kufikirika. Lakini ukisikiliza na ukipata takwimu ya mafanikio ya bandari yetu kwa sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ni mzalendo wa kweli na ni kiongozi jasiri aliyesimamia maono haya. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa zinaonyesha mapato kwenye bandari yameongezeka kwa zaidi ya trilioni 1 katika kipindi cha mwaka mmoja tu. Lakini sio hivyo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, muda wa meli kusubiri Dangani umepungua kwa kiwango kikubwa sana. Lakini muda wa kuhudumia meli kutoka wastani wa siku 7 mpaka siku 3. Muda wa meli kusubiri Dangani umepungua kutoka wastani wa siku 46 mpaka leo tunapozungumza tu kwenye siku 7. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na mafanikio haya na kwa uzoefu wa kazi hii kubwa ya kijasiri aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi nakuja na ushauri mmoja leo kwenu Mheshimiwa Waziri. Inawezekana usitoshe muda wa mwaka mmoja kuufanyia kazi, lakini mna muda wa kuufanyia kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba tuishauri kwa kutumia uzoefu wa kazi aliyofanya Mheshimiwa Rais, wizara na serikali, anzeni kutafuta namna ya kuanzisha na kukuza biashara mpya kwenye bandari, biashara ya kufaulisha mizigo. Na ili biashara hiyo ifanyike vizuri, tunawapeni wito, tafuteni wawekezaji wengine tukajenge bandari mahususi kwa ajili ya jambo hili. Tukajenge bandari, tuna eneo zuri sana kule Tanga. Tukishindwa kujenga kwenye bandari ya Tanga ilipo sasa, tuna eneo la Pangani, deep sea nzuri kabisa. Tuna eneo la Mwambani. Tutafute uwekezaji Mheshimiwa Waziri, tuanzishe ujenzi wa bandari nyingine kwa ajili ya biashara mahususi ya kusafirisha mizigo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukichukua jiografia ya bara la Afrika, liko katikati ya mabara haya mengine yote kwa maana Asia, Amerika, lakini ukichukua Tanzania ambayo iko katikati ya bara la Afrika, pwani ya mashariki, huu uzuri wa jiografia yetu unazifanya bandari zetu kuwa sehemu na kitovu muhimu sana kwenye biashara ya kufaulisha mizigo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatujatumia vizuri uzuri wa jiografia tuliokuwa nao. Tunazo nchi ambazo hazina uzuri wa jiografia kama Tanzania, lakini zimetumia mbinu hii ya biashara na zinafanya vizuri. Na nitakupa mfano wa nchi mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi ya kwanza ni Singapore. Wakati Singapore inapata uhuru mwaka 64, GDP ya Singapore ilikuwa ndogo kuliko GDP ya Tanzania. Singapore imepata uhuru, GDP yake ni dola milioni 894.15. Wakati huo GDP ya Tanzania ilikuwa dola bilioni 3.75. Lakini mpaka mwaka 79 GDP ya Tanzania ilikuwa kubwa kuliko Singapore. Lakini leo Singapore, Mheshimiwa Mwenyekiti, GDP yake ni mara 6 ya GDP ya Tanzania.
na sekta zinazokuza uchumi wa Singapore ni 3 tu. Ya kwanza ni bandari, ya pili ni utalii, ya tatu ni huduma za kifedha. Bandari ya Singapore kwa sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni bandari ya pili kwa ukubwa duniani. Kwa takwimu za mwaka 2023, bandari ya Singapore, Mheshimiwa Mwenyekiti, imehudumia meli 193,016. Lakini bandari ya Singapore imehudumia shehena milioni 41.12. Katika shehena milioni 41.12, 90% ya shehena hizi ni transshipment, ni kufaulisha. Acha hiyo, tunayo bandari ya Salalah iko Oman, imeanzishwa mwaka 98 tu kwa mkataba wa PPP kati ya serikali ya Oman na shirika la AP Terminals, kampuni ya meli. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa 2023 bandari ya Salalah imehudumia meli milioni 3.8. Katika meli milioni 3.8, 98% ya mizigo iliyohudumiwa, shehena zilizohudumiwa na bandari hii ni za kufaulisha. Sisi tunakuwa mawapi kufanya jambo hili? Mimi niombe wizara tuanze kubuni namna ya kupata mwekezaji, very strategic investor, tukajenge bandari Tanga mahususi kwa ajili ya biashara ya kufaulisha mizigo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tukijenga bandari hii, bandari yetu hii itakumbana na ushindani wa maeneo mawili tu. Ya kwanza itakuwa ni bandari hii ya Salalah, lakini ya pili itakuwa bandari ya Djibouti. Ukienda ushindani kwenye bandari ya Salalah haitatusumbua sana, pamoja na kwamba ina advantage nyingi, ikiwemo advantage ya kuwa karibu na bahari ya Shamu, kwa kuwa karibu na masoko ya Amerika na Ulaya, lakini wako mbali sana na route ya Cape of Good Hope, ambapo sisi bandari zetu kwa jiografia yetu ziko karibu. Lakini ushindani wa pili inawezekana kwenye bandari ya Djibouti, hauwezi kuwa mkubwa kwa sababu bandari ya Djibouti sasa hivi haina mwekezaji baada ya DP World kuondoka, lakini pia inahudumia meli chache, wastani wake ni meli 350,000 kwa mwaka. Mtu pekee ambaye ni tishio kwetu kwenye jambo hili ni nchi moja jirani hapo sihitaji. Bandari yao iko karibu na sisi, jiografia yetu ni moja, location yetu ni moja. Wakituwahi kwenye jambo hili, wenzetu watafanya biashara nzuri zaidi kuliko sisi. Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tuanze tutafuta wawekezaji, na kwenye kutafuta wawekezaji kwenye miradi mikubwa kama hii, kama hivyo kwenye DP World, huwezi kuanza kutangaza. Ukianza kutangaza huwezi kupata strategic investor. Unachotakiwa kufanya ni kutafuta makampuni makubwa duniani, tunakaa nayo, tunazungumza nayo, tuna negotiate terms, kwa sababu haya makampuni makubwa mengi yao yenyewe yanamiliki meli, kwa yatakuwa na uhakika wa kuleta meli, yana uhakika wa mizigo. Niombe sana serikali, ni wakati sahihi tuanze kuwaza jambo hili, na mimi naona eneo sahihi sana kwenye jambo hili ni eneo la Tanga, tuna eneo la Pangani na tunalo eneo la Mwambani. Yote mawili haya yanafaa kwa ajili ya ujenzi wa bandari hii, kwa ajili ya kufanya kazi ya kufaulisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, ndio kupokeza Mheshimiwa Waziri, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Timothy Paul Mzava.